nafasi yake itakuwepo juu zaidi, maana yake haitofaa. Sasa dona haifai na ugali wa mtama as well as vile vile nayo itakuwa haifai. Haya, kwa vile hakuna mwenye swali hapa, nataka nimuulize kakaangu Laurian. Laurian upo? Ndiyo, nipo. Good. So leo nilikwambia kuwa kuna vitu nataka nije nikuulize huku. Alhamdulillah umehudhuria mapema tu, na swali lako nadhani itakuwa ndo discussion yetu leo. Kakangu Laurian, kwanza nataka unambie briefly sukari yako leo imekuwa ni 4. Nadhani tangu ulipoacha insulin, nadhani leo itakuwa ndo mara yako ya mwanzo. Kwanza nataka nijue umerudi kutumia dawa ama insulin, au umefanya jitihada gani mpaka ikafika vile? Karibu. Asante. Mimi sijarudi kwenye insulin. Nilichokifanya jana ni kwamba asubuhi ile nilikunywa maji mengi kidogo ya uvuguvugu, kwa sababu badala ya chai nilichemsha maji ya kutosha, nikajaza chupa yangu ya lita 1. Ilipofika saa 5 nikanywa maji kama nusu lita hivi, nimemaliza. Alafu nikachukua salad ambayo ina mchanganyiko wa vitu kama 5 hivi. Kulikuwa na bamia na karoti, cabbage, tango na nyanya. Lakini nilikuwa nimejaza sahani kama nilivyokuwa najaza siku zote. Nikasema hebu ngoja nione nile nusu ya hii sahani. Kwa hiyo nikala nusu ya ile sahani. Basi nikaendelea na shughuli zangu za kawaida, na ilipofika saa 11 kama kawaida yangu, ndio muda wangu ambao nafanya mazoezi. Nikaanza kwanza mazoezi ya kawaida ya viungo, nikafanya kwa muda wa kama dakika 10 hivi. Alafu baadaye nikaanza kutembea kwa muda wa kama nusu saa. Basi nikaoga maji, nikamaliza, nikatayarisha supu ndogo ya samaki. Ilikuwa kichwa na kipande kidogo tu kingine cha samaki. Basi nilivyomaliza kuchemsha hivyo, nikaja nikachukua saladi ile ambayo nilibakisha, nikala, nikamalizia na hiyo samaki basi. Okay, good. Na ndio mwisho wa chakula changu cha jioni. Na sukari leo umepima saa ngapi? Na nikaangalia mpira, baada ya mpira kwisha, then nikapumzika. Na asubuhi saa 11 nilikuwa na safari ya kwenda shambani. 11 kama na nusu hivi ndio nikapima sukari yangu, ikasoma 4. Okay. Kwanza na kama kawaida nikatayarisha maji yangu ya kunywa ya moto, nikaweka kwenye chupa, nikaenda zangu shambani. Na salad nilikuwa nimetayarisha, nimeweka kwenye food package ndogo pia nusu, nikaondoka nayo. Nikaenda shambani, nikafanya kazi. Ilipofika saa 5:30 hivi, nikala salad yangu. Basi baada ya hapo nikaendesha gari yangu, nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani, kabla sijafika nyumbani, nikaona gari yangu imewasha check engine. Nikaenda garage, sikuendelea kula kitu chochote. Nikaenda garage na nikaenda kufanya matengenezo, nikarudi nyumbani. Basi na ndio mzunguko ulivyokuwa. Na jioni nimetayarisha salad tena kidogo na supu ya samaki. Nimekula saa 2 kamili, nimemaliza, na ndio mzunguko wangu ulivyo kwa siku 2 hizi. Okay. Hongera sana kwa msosi wako ulivyokuwa mzuri siku hizi 2 kama Sikusikii dokta. Dokta unaongea lakini sikusikii. Hatukusikii dokta. Nilikuwa nimefunga maiki. Nakwambia hongera sana kwa msosi wako wa hizi siku 2, na tukiziangalia hizi siku 2 msosi wako actually uko vizuri. So
ulipotuma ripoti yako leo katika 7-day challenge umesema umefanya kitu observation. So umefanya observation gani na umegundua nini katika observation yako? Nimeona kwamba kiwango cha chakula unachokula kina uhusiano na kiwango cha sukari ambayo inazalishwa. Kwa hiyo kama ukila cha kiwango kidogo cha chakula, basi hali kadhalika na kiwango cha sukari kitakachozalishwa ni kidogo. Kwa hiyo ni manageable, yani unaweza ukai-control kwa kutumia kiwango kidogo cha chakula. Lakini ukila kiwango kikubwa, basi na kiwango cha sukari kitakachozalishwa kitakuwa kikubwa, na hivyo utashindwa kuicontrol kwa mbinu mbalimbali kama ya kufanya mazoezi na kadhalika. Okay, good. Haya, na jambo jingine, ulikuwa ukitumia mwanzo insulin na sasa hivi umeshaacha insulin. Kabla hujaingia katika hii program, kuna tofauti gani katika chakula chako cha sasa hivi na chakula ulichokuwa ukila kabla hujaanza hii program? Nilikuwa nakula vyakula vyote mimi nikiwa natumia insulin, lakini toka nimeanza sasa, nafikiri ni karibia mwezi, kwanza kiwango cha nikipima sukari yangu inakuwa imepungua, sio kama mwanzo. Alafu kingine ni kwamba nimeacha kabisa kula wanga. Hata wakati nimeenda kwenye msiba, nilihakikisha kwamba sili chakula chochote cha kwenye msiba, na hata nyumbani kule nilikuwa sili chakula kingine chochote. Niliwaambia mnitafutie vitu hivi ambavyo ndiyo chakula changu. Na kitu cha nyongeza ambacho nimekipata nyumbani ilikuwa ni kwamba maharage yalikuwepo mabichi. Kwa hiyo nilikuwa naongezea kwenye salad ambayo natayarishiwa maharage mabichi. Maharage kwa hiyo mabichi. Nimeachana kabisa na wanga. Maharage mabichi, hem, tuelekeze. Maharage mabichi vipi unaongeza kwenye salad? Maharage ambayo ni yale ambayo hayajakauka, yani ni mabichi, unayamenya kwenye maganda yake, unayapika, lakini huyaivishi sana yakalainika, kwa sababu ya ubichi wake yanalainika sana. Kwa hiyo unayapika kiasi tu kawaida, na nimeweka chumvi ya kawaida, unaweka juu ya ile salad. Okay, good. Katika mtu yoyote anaosumbuka na tatizo la sukari, nafsi yake mara nyingi inakuwa ina hofu. Wewe je, nafsi yako na wewe ilikuwa ina hofu? Of course nilikuwa na wasiwasi kwamba kupona sukari ni ngumu, kwa sababu mimi nimekaa Ulaya kwa muda wa kama mwaka mmoja hivi. Madaktari wangu walikuwa hawanipi nafasi ya kuona kwamba mbadala wa chakula unawezekana kucontrol sukari, na kwamba namna yoyote ya mimi kuendelea kuishi ni kutumia insulin. Kwa hiyo kwa kipindi chote nilichokaa kule nilikuwa natumia insulin, na hata nilivyorudi huku, mtu yeyote akiniambia kwamba unaweza kupona insulin kwa kutumia aina mbalimbali za vyakula, nilikuwa nakataa. Lakini pia mimi ni mwoga sana wa kutumia dawa za kienyeji. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wananishauri tumia dawa hii ya miti, fanya hivi, nilikuwa nakataa kabisa. Sijawahi kutumia aina yoyote ya miti shamba kwa ajili ya kutibu kisukari. Nilikuwa ni mwoga sana wa kutumia dawa za asili. Kwa hiyo sikuwahi kutumia, ingawa dawa nyingi sana nimeambiwa pia utumie hii, tumie hii hapa, lakini sikuwa na imani kabisa na matumizi ya madawa ya kienyeji. Wala pia nilikuwa siamini kama chakula inawezekana. Huwezi kuamini, wakati ninasafiri kwenda Ulaya nilikuwa na kilo 58 na nilikuwa na maintain hivyo kwa kushinda na njaa, lakini nilikuwa nakula vyakula kama wali, nilikuwa nakula brown rice nilikuwa nakula, na baadaye nikabaki kwenye brown rice
na brown bread Okay, good. kama sehemu ya chakula changu. Na hali yako ikaendeleaje? Maana yake umeondoka kilo 56, ikawaje? Uzito uliongezeka ulipungua? Uzito uliongezeka kidogo wakati nimeanza kutumia insulin kule, nikafika mpaka kilo 65, ndipo niliporudi Tanzania. Lakini baadaye nilivyorudi Tanzania nikawa nakula tu vyakula vyote vizuri, najipikia nyumbani na nyumbani napikiwa pia. Kwa hiyo nilikuwa nakula vizuri na uzito ulipanda mpaka nilipoanza juzi tiba ya diet, nilikuwa na kilo 85. Kwa hiyo nilivyoanza diet kilo zangu zimeanza kupungua, sasa hivi nina kilo 81. Mashallah, hongera sana. Haya, umesema kwa mujibu wa maelezo yako ulikuwa unakataa kabisa hii alternative, yani njia mbadala ya kutibu sukari ukiachana ile ya hospitali. Kipi kilichokushawishi mpaka na wewe ukaamua kujiunga na program ya 7 Day Challenge? Kipi kilichokuvutia? Au imani yako uliamini vipi huku kwetu sisi? Kabla ya kufika hapo nilikuwa na peruse siku moja natafuta tiba za sukari, tiba mbadala. Sasa nikakutana na address yenu ya namna mbadala ya kutibu sukari. Sasa nilivyokutana nayo nikasema ngoja nijaribu, kwa sababu nilishawahi kuingia kwenye internet hivi nikaambiwa na kuna dawa zinazotibu kisukari karibu na kuna kampuni moja iko opposite na Mlimani City, wako kwenye jengo lile pale. Kuna daktari mmoja akasema kwamba kuna supplements ambazo unaweza ukazitumia. Nikaenda nikaangalia, nikaona kwamba wale wanauza tu supplements, hawakuwa na maelezo ya kutosha. Na kwa sababu mimi nimekaa na ugonjwa wa kisukari muda mrefu, nimepitia vitabu vingi, na nilipoona tu kwamba wanauza supplements hizo nikakataa, nikasema hapana, nikawaacha. Kwa hiyo nilikuwa nachezea tu simu yangu, nikakutana na group lenu, basi then ndio nikaanza na group ile ya Reviver, na baadaye wewe ukanishauri kwamba nijaribu kuingia kwenye 7 Days Challenge. Okay, thank you. So mimi nilikushauri, lakini wewe ndio ulikuwa na maamuzi. Yani kitu gani hasa kilichokufanya ukavutiwa ukawa mwepesi ukasema okay, Dr. Masoud niko tayari kufanya malipo na mimi nijiunge? Kitu gani hasa ukiachana ule ushauri wangu? Nimekutana kwenye grupu hizi nimekutana na watu ambao wanatoa testimonies kwamba wamepona sukari. Na kuna mdada mmoja nafikiri sijui ni Aristisia alikuwa anasema kwamba na yeye pia ametumia insulin na maendeleo yake ni mazuri. Basi na mimi nikasema kwa nini nisijaribu na mimi? Okay, good. Na tangu ulipoingia ile hofu uliokuwa nayo mwanzo bado ipo ndani ya nafsi yako, au sasa hivi una matumaini, au sasa hivi hali yako ikoje ndani ya nafsi yako? Mimi naona ninaweza. Mashallah, kwa sababu ni karibu mwezi sasa naona kabisa kwamba inawezekana. Na mwanzoni nilikuwa naona kwamba siwezi kusurvive kwa kutumia salad, siwezi kusurvive, nilikuwa nafikiri hivyo. Lakini kinachonisaidia pia ni kwamba sasa hivi mimi nimestaafu na sijishughulishi na kazi nzito ambazo zinaweza kuhitaji matumizi makubwa sana ya sukari mwilini. Kwa hiyo ninaona kabisa ninaweza, kwa sababu nimesafiri, nimeenda kwenye msiba, nimerudi, ninatumia salad peke yake. Naona nafanikiwa, sio mbaya, yani sijawahi kujutia. Okay, good. Thank you. Nimefurahi kakangu Laurian kuingia katika program na still una hope ya kuwa mafanikio yako unayaona. Hongera kwa hili. Nimekuuliza haya maswali kwa sababu walio wengi especially wanaotumia insulin wanajua kwa vile washaanza kutumia insulin basi haiwezekani kuacha insulin. Haiwezekani.
especially mfano mzuri kama hata wewe mwenyewe binafsi ulikuwa ni mfano mzuri, kwa sababu wewe mwanzo uliamini kuwa sukari yako ni type 1, lakini nakumbuka katika live hizi nikafanikiwa kukuuliza maswali humu na ukatuthibitishia kuwa ni type 1, lakini kutokana na maelezo yako, umri uliopata, tatizo lako la sukari, automatic haithibitishi kuwa sukari yako ni type 1. Yani lazima tu itakuwa ni type 2, kwa sababu type 1 mara nyingi mtu anapata kwa ana miaka kuanzia 20 kuja chini, lakini ukishaanza kufika miaka 27, 28, 29, hapo mara nyingi inakuwa ni type 2. Hatusemi 100%, lakini ni 95%. Na kawaida ya type 1, yani usipochoma insulin siku moja tu, basi sukari yako ukiipima, hata kama unakula saladi tu, sukari yako ikiipima, basi lazima itasoma kuanzia 20 kwenda juu, kwa sababu kongosho linakuwa halizalishi hata 1% ya insulin, na kama insulin hazalishwi ndani ya kongosho lako au katika kongosho lako, maana yake sukari utakula na itabaki kwenye damu tu. Na walio wingi wanafikiria kuwa mtu akila saladi, akila mboga za majani, akila baadhi ya vyakula vingine hivi vinavyotokana na mimea, anavyofikiria kuwa vile vyakula havina uwanga au havina starch. Lakini jibu sio kweli. Vyakula vyote tunavyokula vinavyotokana na mimea, basi jua hivyo vyakula lazima vitakuwa vina starch ama vitakuwa vina uwanga, lakini vitakuwa vina uwanga ya 1% ndogo. Ndo mfano mzuri ndo ile glycemic index tunayoiangalia. Maana yake ukiangalia hata cabbage lina glycemic index. Glycemic index kwa lugha fasaha ama lugha ya Kiswahili ndo tunasema huo uwanga. Kwa maana hiyo, mfano hindi glycemic index yake 75, maana yake hindi lina uwanga mwingi ukilinganisha na cabbage lenye glycemic index yake 15. Sasa mtu yeyote mwenye sukari type 1 hata akila saladi, maana yake asipotumia insulin, lazima sukari yake akipima, yani siku nzima kama hajatumia insulin, siku ya pili akipima ile sukari lazima itaanza kusoma kuanzia 20 kwenda juu, ndo type 1. Sasa hii ni uthibitisho fika kuwa kaka yetu Laurian sukari yake sio type 1, ni type 2. Nadhani hiyo imefahamika. Asante sana. Asante sana. Haya, Na kwa sababu kuuliza na kwa sababu kwenye mlo wangu carrot haikosekani, nimeona sasa hivi kwamba ninaona vizuri, yani kuna improvement kwenye vision yangu. Sorry kidogo. Hello. Hello. Tumsubiri dokta, amefunga maiki. Dokta, umefunga maiki au sikiki? Kulikuwa kuna dharura ndio maana nimefunga mic. Hapo nadhani mnanisikia. Ulikuwa unaongea Laurian, karibu. Ndio, nilikuwa nasema kwamba kwa sababu carrot ilikuwa mpaka sasa hivi haipungui kwenye mlo wangu wa salad. Ninaona kwamba kuna improvement kwenye vision. Okay. Visibility ya vitu ya kusoma imeanza kuimprove. Ninaamini kwamba kwa sababu mojawapo ya side effect ya sukari ni kushindwa kuona vizuri, kwa sababu macho sasa hivi yanaona vizuri, ninaweza kusoma hata bila miwani vizuri. Naamini kwamba kongosho langu nalo limeanza kuimprove polepole. Sahihi kabisa. Na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinaathirika, naamini kwamba vinaanza kupona polepole. Kwa hiyo naamini kwamba ndani ya muda mfupi, na mimi sitajali hata kama nitachukua miezi 6 au mwaka, sitajali, nitaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo nitahakikisha kwamba ninaendelea kupona, na naamini kwamba nitapona vizuri. Sahihi kabisa. Na hii kulikuwa kuna walokutangulieni ambao sasa hivi wameshapona sukari.
Sukari kama ina side effect nyingi ikiwemo nguvu za kiume, especially wanaume wengi wanapata hili tatizo, na mwanzo huwa wanafanya haraka, wanahitaji virutubisho kwa kurejesha nguvu za kiume. Ukiachana ile mayo magic ya sukari, lakini unaambia usifanye haraka, tutibu sukari kwanza. Tutibu sukari mpaka ipoe. Kishapona hii, then tutaongelea mengine. At the end akishapona sukari, yale matatizo yote yale ambayo mwanzo alikuwa anapupa anataka yapone, basi automatic yanakuwa yameshapona. Ndo kaida ya sukari, kwa sababu sukari mtu itamfanya apate ganzi, hisia zipotee, macho asione vizuri, tumbo liume ovyo na mambo mengine. Lakini kila siku unapoendelea improvement inapokuwa nzuri, basi zile changamoto nyingi zinaondoka. Na hata wanawake katika kesi ya uzazi, manake wanawake wengi, mtu akiwa na sukari kizazi chake kinakuwa kinasumbua, au mtoto anakufa tumboni, walio wingi. Kwa maana hiyo, mtu kabla hajafanya pupa la kuchukua virutubisho vya uzazi au la kuhangaika kwenye uzazi, basi jambo la busara kwanza aishughulikie sukari yake. Kishughulikia sukari yake, basi mambo yote tena yataenda vizuri. Thank you kakaangu Laurian kwa conversation yako ya leo hii, kwa kutuchangamshia hii live yetu. So Kasim naona kanyosha mkono. Karibu Kasim. Asante Dr. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tuko salama, alhamdulillah. Japo nimechelewa kuingia kwenye grupu, hii maelezo uliyotoa sasa hivi ya mwisho haya yamenipa imani kubwa kusema kwamba kama mtu hautumii sindano ya insulin, sukari yako haipungui chini ya 20 kwa mwenye sukari ya type 1. Mimi hapo umenipa imani moja kubwa sana, kwa sababu kama nilivyokuwa mwanzo mimi sijawahi kutumia sindano, alhamdulillah, hata sindano moja. Na sasa hivi sukari yangu haivuki kuja kwenye 5, yani haivuki 6, haifiki 6, ni 5 kuja chini. Nashukuru. Kama ulivyojua nakula vizuri, nakula sengine najiachia, lakini sukari yangu haifiki 6. Ni 5 kuja 4 mpaka 3.9, na zile changamoto zingine zimepungua au naweza kusema zimeisha, kama ganzi imeisha, vitu vingi vimeisha, alhamdulillah. Na japo sijaacha kuendana na program ya vyakula kusema kwamba ndo nishapona basi niache, hapana. Naendelea program kama kawaida. Ila kikubwa nilikuwa nataka kuambia tunashukuru kwa hichi elimu uliyoitoa sasa hivi mara mwisho, kwamba mtu mwenye type 1 sukari yake asipochoma sindano haipungui chini ya 20. Hapa nimefurahi kusikia hivyo. Asante. Kwa mimi sukari yangu nashukuru 5 kuja chini, alhamdulillah. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wenzangu ambao tupo kwenye group pamoja, tuendelee na utaratibu wa vyakula, mazoezi kubwa, kumuomba Mwenyezi Mungu na kula vyakula vyenye vyakula vyenye wanga mdogo, ili tufikie malengo. Sukari inapona ukifuata maelezo ya daktari, ukifuata ushauri. Wanasema daktari wa sukari ni wewe mwenyewe, ndio daktari namba 1. Dr. Masudi yeye atakwambia tufanye hivi, fanya hivi, lakini wewe mwenyewe ndio daktari mkubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ndio utakayefanya upone au utakayofanya usipone, kutokana na utaratibu utakokuwa umejiwekea. Utakula ovyo, basi utawashia kulaumu tu, mbona siponi, nishakula kirutubisho sana lakini mimi siponi. Kumbe una msimamo na ujaamua kupona. Kuwe tuwe nidhamu ya vyakula, ndio hili kubwa sana, kuweka nidhamu kwenye vyakula. Unakula nini, ulichoambiwa, na unaacha nini kilichokatazwa. Ni mchango wangu ndio unasema. Asanteni sana. Asante. Mungu atubariki wote. Asante kakaangu Kasim kwa mchango wako mzuri na ushauri uliokuwa mzuri ulionyooka. Dr. Abu, karibu. Umenyosha mkono. Habari za jioni. Nzuri, habari za kwako? Salama, kwa baraka. Alhamdulillah, mambo yanaenda vizuri. Karibu. Naomba nimuulize kakangu Laurian. Ndio nakusikia daktari.
Aliyokuambia una type 1 ni nani au hospitali gani ulipita? Mwaka 2000 nilisafiri kwenda kusoma Ulaya, nchi ya Ujerumani. Na wakati ule nilikuwa natumia vidonge vya glucophage na Daonil. Ndio. Nilipofika kule nilipimwa upya na madaktari wa kule. Ndio. Na nilivyopimwa wakaniambia nirudishe dawa zote nilizokuwa nazo. Ndio. Nikawapa, wakanianzishia insulin, wakaniambia wewe sukari yako ni type 1 na wewe ni insulin dependent. Wakati huo ulikuwa na age, ulikuwa na umri gani? Nilikuwa na miaka 28. 28. Sasa hivi? Sasa hivi nina miaka 58 sasa. Sawa. Kwa hiyo ukatembelea ile kauli ya Europe kwamba uko na hiyo insulin dependent. Ndio, nimetumia insulin na nilipewa dawa za kutosha nikaja nazo. Nilivyokuja hapa nimekuwa attended na madokta wa Hindumanda na mpaka nikawa na constant appointment na Professor Kaushik. Kaushik, okay. Ndio, kwa hiyo nimekuwa naye kwa muda mrefu, na kuna kipindi nilipata heart attack. Na of course ile heart attack nilikuja kupona kwa miujiza ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu vipimo vilionyesha kwamba nilikuwa na mshipa ambao umeziba. Kwa hiyo nikapelekwa Aga Khan kwa ajili ya kuzibuliwa na kuwekewa spring kwenye mshipa. Lakini wakati nipo theater, procedure ikiwa inataka kuendelea, mishipa yote ilifunguka. Na baada ya hapo nikawa naendelea na Professor Kaushik mpaka nikawa natumia kipimo kile ambacho kinawekwa kwenye mwili, unakaa nacho kama siku 7, kina monitor sukari yako kwa sekunde au kwa dakika. Kila dakika unaiona kwenye simu yako, unaona sukari inavyopanda, inavyoshuka na kadhalika. Na kwa hiyo nilipewa kipimo maalum cha dawa ambayo nitumie. Na kwa hiyo nikiona ninaongeza kipimo, kama sukari inaongezeka naongeza kipimo cha insulin au napunguza. Okay. Kwa hiyo labda nawahi kukuuliza hili swali, lakini hakuna namna, lazima nikuulize. Umegundua nini na hao Aga Khan na hao Hindumanda pia walikuwa wakisema type 1, sio? Ndio. Walikuwa wote wako sambamba na Europe. Europe ilikuwa nchi gani? Unasema Germany, wewe unasema Germany ndio. Okay. Umegundua nini katika kutoka kule Europe, Hindumanda, Aga Khan na Revival Online? Huku kwingine sijaona mtu yeyote ambaye alikuwa anafikiria juu ya alternative treatment. Na wote focus yao ilikuwa ni nimetumia insulin kiasi gani na uzito wangu ukoje na ninavyoendelea iko vipi. Kwa hiyo kipimo kile ambacho nilikuwa na kadiri sukari ilivyokuwa inaongezeka, kipimo cha insulin kilikuwa kinaongezwa ili kuirudisha pale ilipokuwa inatakiwa. Sawa. Yaani nimekuuliza hivyo kwamba umegundua nini kwa hizi kwa hizi vituo vitatu, kituo cha Europe, kituo cha Dar es Salaam Tanzania na kituo cha Unguja, okay, na Revival. Yaani ndio ni tofauti na Unguja sikwenda, lakini Revival ni tofauti. Hapana, Revival, yani tukisema Revival, yani hawa watu watatu Revival, Europe pamoja na Dar es Salaam Tanzania.
wewe ni mtafiti sana. Revival tofauti kabisa na revival ni kwamba revival imebase kwenye matumizi ya chakula, kwamba chakula ndicho kitu pekee ambacho kinaweza kubadilisha kiwango cha sukari mwilini na kwa hiyo labda nikusaidie kidogo kutokana na muda watu wataingia hapa. Yaani labda nikuwekee msingi tu ni kwamba wote humu wana ukumbi tunatakiwa tujifunze kwanza, hatutakiwi kudharau. Yaani naona Europe wameadvance, naona hapa nani Indomanda regions, Aga Khan, hizo zote wako juu. Achila mbele mbele. Revival Dr. Masudi yeye amekuja amegundua kama wewe ni type 1, sio type 1, wewe ni type 2. Yaani ndio concept yangu iko hapo kwamba kama mimi yani ningesema kwamba nilichojifunza au tunatakiwa tujifunze sote kwamba hatutakiwi tu kuchukulia hizi kudharau sehemu kwamba iko hivi kama mentality yako jinsi ilivyokuwa. Okay, hata mimi sishauri dawa za kienyeji mara nyingi sana huwa zinaharibu figo, nyingi zao zinakuwa hazina zile vipimo maalum. Lakini kwa hili tunatakiwa tumpigie makofi Dr. Masudi au wana revive hapo, tuwapigie makofi kwamba tumejifunza kitu. Europe, Germany hatari. Germany, dawa ya Germany, Cipla Germany inauzwa 250,000 vidonge 10. Dawa za Germany ziko juu. Europe wako juu sana, wameadvance. Wameshindwa kujua kama hiyo ni type 2, wao wanakwambia type 1. Lakini leo hii umekuja Tanzania wamesema kwa na hospitali nyingine tu hizo na zenyewe bado wanasema wanakokoteza tu type 1. Leo hii unakuja kuthibitika kwamba wewe ni type 2 diabetes. Hapo unasemaje bwana Raulian? Ni kweli kabisa kwamba hatuhitajiki kudharau vitu vingine, kwamba utaalamu mwingine pia unaweza ukawa ni mkubwa kuliko wengine ambao wameendelea. Lakini ninaamini kabisa kwamba madaktari hao wengine wa Tanzania wamekopi, hawakufanya study ambayo inaweza kuleta mabadiliko tofauti au mtazamo tofauti. Very good. Yaani hilo pia nilikuwa nataka nisikie kutoka kwako. Hiyo copy and paste. Lakini unatakiwa ukishughulishe kichwa wewe mwenyewe kwamba kuna 1 2 3, kuna 1 2 3. Lakini Dr. Masudi au Revival wamekuja kupractice kwamba no, mimi siwezi, yani hutaki tu kukokotezwa tu kuchukuliwa tu hivi. Lazima hapana, iko hivi. Mwisho wa siku leo jibu ndio hivi. Ndio hivyo. Samahani, kuna mtu ameingia. Tuendelee, nafunga kidogo mic. Okay, asante Dr. Abu kwa kuzidi kuionyesha thamani ama value ya Revival Online Healthcare pamoja na Dr. Masudi. Asante Laurian wa mwenye kuwa mfano mzuri kwetu kwa jambo hili, na nitumie nafasi hii kwanza, nitumie nafasi hii kukaribisha wengine mwenye swali, mwenye mchango at the end. Naona muda umeenda ili tuweze kufunga live. Mwenye swali, mwenye mchango kuhusiana na lolote lile tunakaribisha. Kasim, karibu. Asante dokta. Mimi nitaka kurudi pale alipoongea Dr. Abu. Tatizo madaktari wetu ni kama watu waliokuwa wamekariri. Yaani kukariri niseme manake kuna akili kwamba wao wanachojua kwamba sukari haipone. Kwa hiyo mmoja kishasema hii sukari yako type 1, wanaofuatia wote madaktari wanasema hivyo, wewe na type 1. Hakuna daktari anayejiongeza kwamba jiongeze, labda tafute utafiti, atafute njia kugundua kitu fulani. Ndio maana kama vile tunaaminishwa sukari haiponi, haina dawa. Ukishakuwa na sukari wewe ni mtu wa dozi, ni kama sindano, kama vidonge. Na hii ndio kitu hatari sana.
Ndio ambacho kimemkuta ndugu yetu Lauren. Yeye ameambiwa sukari yako type 1, katoka na dokumenti zake Ujerumani, kaja Afrika, nao akafuata hivyo hivyo, sukari yako wewe type 1. Kwa hiyo wao walikuwa kimchoma sindano kwa wakati wengine kama wakizidi kumongezea maradhi. Baada kumtibia sasa wanamongezea ugonjwa, wakati yeye sukari yake haipo katika kundi la type 1, lakini wameshindwa kugundua. Na walofuatia nao wamekuwa kama wale sisimizi, wakishapita njia moja wote wapita njia hiyo hiyo, kama kuna shimo natuvukia wote. Kwa haya ndio madhara ya madaktari kushindwa kujiongeza kwenye ugonjwa fulani. Mimi kubwa nimpe pole kakaangu Lauren kwa maswaibu yaliyomkuta, lakini pia nimpe hongera kwa kujiunga na kundi la Revival. Nadhani hapa atafanikiwa. Asante sana dokta. Asante kakaangu Kasim kwa mchango wako mzuri. Tumkaribishe kakaangu Omar. Kakaangu Omar, karibu. Omar, hujafungua mic. Pengine unaongea lakini hujafungua mic, so hatuwezi kukusikia. Habari. Hello? Hello. Nakusikia. Nakusikia. Usiku jamani. Nzuri, habari za kwako? Asante. Salama. Mumefungua mic Omar wawili. Maana katika Omar wawili mmoja afunge, mmoja aulize swali. Halafu mwingine atafunga. Haya, Omar ulobakia, karibu. Asante. Na tangu nijiunge na ili grupu, hii ni mara yangu ya kwanza kushiriki kwenye live. Karibu sana. Asante. Nilikuwa nataka kujua kitu kimoja, kwa sababu mpaka leo hii mimi sijafahamu kwamba sukari yangu ni type 1 au type 2. Ili uweze kufahamu, yani vigezo vipi vinatumika kufahamu kwamba ni type 1 au type 2? Umri wako miaka mingapi? 37. Umepata sukari kwa na umri wa miaka mingapi? 30. Ni actual ni type 2. Maana sukari type 1 ina vipimo vyake zaidi. Lakini jambo la kwanza huwa tunaangalia umri. Umepata sukari kwa na umri gani? Maana yake kwa umepata sukari umri wako ukiwa mdogo zaidi, maana yake kuanzia miaka 20 kuja chini, maana yake hapo kuna kwa there is no doubt. Vile vipimo just vinafanya confirmation tu huona kwa ni type 1. Lakini kuanzia miaka 25 kwenda juu mara nyingi inakuwa ni type 2. Hivyo ndio inapokuwa. Kwa maana hiyo kama umepata sukari miaka 37 huhitaji kipimo, ni type 2 tu. Nimepata nikiwa na 30. Ni type 2. Okay. Lakini jambo jingine nitakalo kujulisha wewe kama hii ni type 1 au type 2, maana yake kama huchomi sindano ya insulin sukari inapanda. Hata uidhibiti kwa vyakula itakuwa inapanda. Na hiyo ndo jambo moja ambalo nitakalo kujulisha wewe ni type 1 ama una type 2. Na confirmation ni hospitali. Maana yake usiridhike maneno ya huku, lazima unatakiwa uende hospitali wakatoa confirmation. Okay. Na kwa upande wa hivi vyakula kuna chakula kimoja kinaitwa viazi vikuu. Haya, ukiwa unafuatilia tuliowasomesha katika magrupu yote hayo tumeelekeza. Maana yake viazi vikuu ni uwanga, hahitaji kutumika. Asante. Shukrani. Asante Nasra, halafu tutarudi kwa Omar mwingine. Nasra umenyosha mkono, karibu. Bila shaka itakuwa kanyosha bahati mbaya. Twende kwa Omar mwingine. Omar ulionyosha mkono, uliofungua mic muda ule, halafu tukakwambia ifunge kwa sababu Omar mwingine kafungua. Naam, habari zenu tena? Nzuri, habari za kwako? Nashukuru Mungu. Haya, kwanza nashukuru sana na Mungu awabariki kwa darasa, japokuwa leo nimechelewa. Lakini nilikuwa nasikia kuna hiyo kama ni maelezo kutoka huko nje na hapa kwetu Tanzania. Lakini kulikuwa kuna
na ushauri kwanza kuhusiana na mwanachama yoyote ambaye atakayekuwa anaingia katika group, anapokuwa anauliza yale maswala ambayo kwa namna moja au nyingineo yameshajadiliwa, mfano muda mfupi, basi sio mbaya Dr. Masud mtu ukamwongezea manake faida yapo ya kuweza kurusha tu katika ili group, manake mwenyewe akaweza kujisomea vizuri, kwa sababu hizo clips zinakuwa zishapita, kwa hiyo anakuwa faida anapata nzuri zaidi, ili tukaa pamoja naye katika madarasa yanayofuatia. Okay. Lakini la pili jengine kuhusiana na hili swala la kuweza kuwakubali madaktari wetu kama Nyeki na Dr. Masud, na alafu kutokea ukakasi wa baadhi ya tuseme wagonjwa au watu wengineo katika jamii ambao unatokana na mahospitalini. Kusema la ukweli, kuna wengine mpaka leo ukiwaeleza kwamba hii changamoto ya ugonjwa wa kisukari, kusema la ukweli, wapo ambao Mungu amewajalia upeo kama Nyeki na Dr. Masud na wengineo wa kuweza mtu kumsaidia na kufikia hatua kupona, manake wengi wao katika hii Tanzania mpaka sasa hivi wanakuwapo katika uzito, na hii inatokana na kama hivyo kuendelea kupewa maelezo kwamba hichi kitu hakiponi. Maana katika vichwa vya madaktari wengi tena maspecialist na wananchi wengi, manake akili iko hivyo. Sasa sisi wengine tunashukuru Mungu, tunaendelea kuwaingiza katika mfumo, na haya matokezeo wengi wao tunakuwa tunaona yanawatokezea vizuri, ila tu kuna shida ya kwamba miaka mingi ile tatizo shakuwa nalo, na vile vile wengine wanakuwa wanakuelezea changamoto ya jinsi ya maisha na kuandaa hivyo vyakula, kwa sababu unajua watu weshazoea tangu mtu anazaliwa anafika miaka 40 50, unapomwingiza katika mfumo huu wa chakula, basi anakuwa anaona ili jambo haliwezekani. Sasa pia Ticha Masudi, kuna grupu la wagonjwa wengi sana ambao wanahudhuria makliniki. Mimi ningaliomba kama utaturushia link ambayo maalum ya mtu, kama akichukua tu ile link na akajijoin atakuwemo katika grupu hili, au kama kwa ruhusa yako kutuambia kama nambari za wale ambao wenye kuhitaji kuingia katika hili group, basi sio mbaya tukakurushia ama katika group kama hili tukakuomba ili uweze kuwaingiza hapo. Nadhani wengi watapata faida zaidi na zaidi kama sisi tunavyoendelea kuipata faida hii. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo tu daktari, ni mchango wangu kwa leo na wengineo. Okay, asante kwa mchango wako mzuri. Naona muda umeenda, lakini nitumie nafasi hii kwa clarify baadhi ya mambo. Na jambo la kwanza, mfano mtu anauliza swali halafu kutoa ufafanuzi, sisi huwa tukimaliza live huwa nasema hivi mara nyingi, tukimaliza live mtu apige screenshot halafu atume katika group lake. Kuna group la 7 day challenge na kuna ile group la asili ambayo jumla jamala huwa watu wanakuwemo. Huwa namaanisha mtu akipiga screenshot atume katika group kama lile. Hili mantiki yangu ni nini? Ikiwa kuna swali huku limeulizwa, halafu lile swali linaenda direct katika kitu ambacho nilichokielekeza, manake ikiwa kila group ambalo limetuma screenshot, najua group hili watu walihudhuria live, manake yumo mtu ambaye alihudhuria live. Sasa lile swali huwa lenda kulireply na lile jibu ambalo kuna kitu lilisomesha juu, ambao yani jibu limo katika kile nilichokisomesha juu. Mara nyingi huwa nafanya hivyo, lakini walio wingi wakitoka katika live huwa hawapigi screenshot halafu hawatumi. Sasa mimi nina magrupu mingi, kusema kweli siwezi nikafanya vile katika magrupu yote, kwa maana nitafanya vile katika magrupu watu walopiga screenshot tu. Hilo la kwanza. La pili, katika kesi ya madaktari, yani kwa nini madaktari wanasema ugonjwa hauponi na kwa nini wanashikilia hapo? Yani hili ni ukweli 80%. Madaktari wa hospitali wakisema ugonjwa unapona, basi na kuhakikishia kwa mwaka mmoja wataua watu wengi.
wataua watu wengi sana kwa mwaka mmoja, kwa sababu akishamwambia fulani huu ugonjwa unapona, kula 1, 2, 3, halafu asimpe dawa yule mtu, na kuhakikishia atapata ganzi, atapata upofu, figo litakufa. Mimi labda nikupe mfano mimi mdogo tu. Mimi mtu simuingizi ndani ya program ya kulipia na anatoa pesa yake mwenyewe, ikiwa nitajua kuwa huyu mtu saikolojia yake haijabadilika, yani saikolojia huyu hawezi kupona kwa jinsi anavyoamini, au kutokana na ukaidi wa vyakula, ama kuwa hataki kubadilika mfumo wake wa maisha, basi huwa simruhusu alipie ili aingie ndani ya program, kwa sababu najua huyu akiingia ndani ya program kwangu mimi unakuwa mzigo. Jambo la kwanza. Jambo la pili, unakuwa mzigo kwa wenzake, na jambo la tatu, mtu mmoja tu atafanya watu wote wa 7 day challenge wasipone, mtu mmoja tu. Lakini imagine hii ni kota ya pili ya 7 day challenge inamaliza, na watu waliokuwemo katika 7 day challenge wao wenyewe ndio mashuhuda jinsi ya ripoti zinavyotolewa, watu wanaopima HbA1c kipimo cha miezi miwili na sukari inavyokuja, watu wanaopima ile random blood glucose na matokeo yanayokuja. Watu ni mashahidi katika 7 day challenge, mtu anaopima ile fasting blood glucose, yani ya kupima kila asubuhi ile, wao walikuwa katika 7 day challenge ni mashahidi, na mtu akimuona mwenzake sukari yake inaenda vizuri, yani situmii nguvu wala simwambii lolote, yeye mwenyewe anafanya jitihada, kwa sababu lile group linakuwa kama ni mindset, linaiboresha akili yake na linamwambia kuwa wewe unapona. Lakini ukimuingiza mtu mmoja tu ambao mindset yake iko tofauti na wale wote, basi kile kinakuwa kirusi na kitawaharibu watu wote, na upo uwezekano group watu wasitume ripoti, upo uwezekano katika group watu wote wakala watakavyojisikia, na upo uwezekano katika watu 40 mpaka 50 asipone sukari hata mmoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu kimeingia kirusi. Sasa daktari akisema huu ugonjwa hauponi, anamaanisha hauponi kwa sababu actually watu wengi ni wakaidi. Mtu atatoa sababu, nitakulaje mimi saladi? Nitakulaje mimi mboga za majani kila siku? Kwa maana mimi hata nyama nyekundu nisile. Sasa mimi nile nini? Sasa mtu kama huyu, halafu daktari unaonana naye kwa miezi 3 mara moja. Kwa nini akwambia unapona? Mimi nakwambia unapona kwa sababu mimi kila siku nakufuatilia. Kila siku. Na sukari yako kama haishuki na kupigia simu. Mbona sukari haishuki, tatizo nini? Kwa maneno, kwa sababu sukari ukiachana unaweza ukafuatilia vyakula vizuri, unaweza ukafanya mazoezi vizuri, unaweza nikakupa na kirutubisho ukatumia, lakini sukari ikiendelea kupanda, kumbe ni psychological problem. Una tatizo limekuathiri katika akili, una mawazo, huyu kakukera, mambo madogo unayofanya mazito, jambo dogo unataka kubishana nalo, pengine una mtu bosi wako anakukera ama mtu wako wa karibu. Kwa maana mimi nakwambia sukari unapona kwa sababu kila siku ya Mungu nakusimamia. Na usipotuma ripoti, waulizeni katika 7 day challenge, hujatuma ripoti imetimia wiki, hujatuma ripoti, hatujui habari yako, na kutoa katika group, hata kama umelipa 700,000, sijali. Kwa sababu kabla sikikuingiza tunakwambia, usipotuma ripoti siku 5 au wiki mfululizo bila information yoyote, na kutoa ndani ya group, na sikurejeshei hata 100, kwa sababu mkataba umeuvunja wewe, sio mimi. Kwa maana mtu katoa 700,000 zake, ile 700,000 kwanza ataionea uchungu. Halafu la pili, wenzake wanatuma ripoti, kwa nini asitume ripoti? La tatu, wenzake wanaweza, kwa nini yeye ashindwe? Kwa maana mimi nikikwambia unapona na maanisha kuwa unapona kwa sababu nakusimamia kila siku. Lakini daktari alikuwepo hospitali hawezi kukwambia unapona kwa sababu hakusimamii, na ukifa ama ukipata tatizo la figo, maana yake yeye ataulizwa. Lazima aulizwe. Ataulizwa hapa duniani na ataulizwa akhera, na hususan kwa Muislamu, kwa sababu sisi Waislamu tunaambiwa kila siku sisi tukiswali kuna aya tunaisoma, Maliki Yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Maana yake baada ya mauti utaenda kuulizwa kile ulilofanya. Ikiwa mtu kafa kwa sababu yako wewe, kauli yako moja tu, maana yake yule mtu umemuua, utake usitake. Kwa maana daktari wa hospitali akikwambia uponi sukari,
basi anamaanisha huponi sukari kwa sababu yeye hana dhamana ya kukusimamia wewe. Hiyo ndo sababu madaktari wetu wanakuambia hauponi sukari. Lakini vile vile pengine kuna reason behind, lakini kwa upande mmoja hii ni moja strong reason. Hilo jambo la pili. Na jambo la tatu kwa nataka kusema jambo gani? Subhanallah, shalisahau. Okay, kuhusu ninauliza kuhusu watu kuingia ndani ya magrupu vipi. Kuna grupu la 00R. Watu wengi huwa wanatema grupu ya kawaida, halafu wale watu wanaoingiza katika grupu moja ambalo linaitwa 00R Reviver. Lile grupu nimeliacha huru. Yani mtu yoyote aliyokuwa katika grupu lile anaweza kumu-add mtu yoyote. Kwa maana nimeliacha huru. Sasa kama umebahatika kakaangu Omar kuwa katika ile grupu, maana yake unaweza kumu-add mtu yoyote. Na kama vile vile hujabahatika kuwa katika ile grupu ulokuwemo, andika message Dr. Masoud mimi Omar, kama ile nini permission hiyo nimeizuia, nitairuhusu ili uweze kuingiza mtu yoyote. Alimradi awe hawezi kuvunja maadili au kukatisha wenzake tamaa. Na kuhusu link ya live, mimi ukichunguza link ninayoituma tangu siku ya kwanza mpaka leo, kama nimebadilisha siku 2 au siku 3, lakini link ndo hii. Nadhani link hii naanza kuishare tangu mwezi wa 3. Link ndo hii, siibadilishi hii. Maana yake link hii nikiituma wewe, hile unaweza kumtumia mtu yoyote ili kesho ahudhurie live. Link hii ambayo wewe leo umehudhuria live, leo unaweza ukaishare kwa mtu mwingine yoyote, basi kesho naye aweze kuhudhuria live. Ndio maana tumeiweka hii Google Meeting open, yoyote anayetaka aweze kuingia, kwa sababu kila unapoingia wengi na sisi tunapata experience nyingi kabisa. Kakangu Omar, sijui nimeenda sahihi kama ulivyouliza pamoja na mchango wako? Nashukuru, imeenda vizuri sana. Asante sana. Okay, asante. Mimi nadhani muda umeenda. Nadhani tuifikieni hapa panatosha, na kwa haya machache